Shalom mtu wa Mungu. Pamoja na kazi ya utumishi ambayo ninaifanya, lakini pia mimi ni fundi mjenzi. Hivyo tunafanya kazi katika mfumo ambao wa kuwasaidia watu walio mbali na makazi yao, walio karibu, wengine wako nje ya nchi na hawana muda wa kuja kusimamia nyumba zao. Huwa tunasaidia kwa ujenzi, maana mimi mwenyewe ni fundi na pia nawafahamu mafundi wengi ambao wana taaluma mbalimbali. Hivyo kama utapata mahitaji yoyote ya kujengewa nyumba, ukiwa katika nchi yoyote na unahitaji kujenga nyumbani Tanzania, ninakukaribisha kwa namba hizi kwenye screen hapa ili uweze kupatiwa huduma hii. Kumbuka, nyumbani ni nyumbani. Leo upo kwenye nchi za watu, lakini utahitajika kurudi nyumbani wakati huu wa dhiki. Kumbuka, Tanzania ndiyo makimbilio, ndiyo nchi ya agano la mwisho, ndiyo Israeli mpya. Ndiko mahali ambako watu wote duniani kote watakuja hapa, maana ndiko watakako kuwako mashahidi wawili. Hivyo kama una mahitaji ya kujengewa nyumba mkoa wowote, mahali popote, tunapokea kazi hiyo na kuifanya kwa uaminifu hadi itakapokamilika. Lakini pia kama utapata sadaka au mchango wa kusaidia huduma hii, maana tuna mahitaji mengi, pia unaweza ukatumia namba hii kwa ajili ya mchango wako. Mungu akubariki sana. Mtetezi wa imani ya Kiislamu katika midahalo mikubwa ya dunia kutoka Dubai abadili dini na kuwa Mkristo. Anaanza kwa kusema, nilikuwa mtetezi maarufu wa imani ya Kiislamu duniani kwa njia ya midahalo. Nilikuwa na watu milioni 50 waliojiunga kunifuatilia katika akaunti zangu. Nimeishi miaka 25 ya midahalo na nimetembea katika mabara 5 na sijawahi kushindwa hata mara moja. Nilikuwa na store ya vitabu vya Kiislamu nilivyovitoa katika nchi 20. Pia nilikuwa na studio ya television Dubai, na kila wiki nilikuwa nafanya onyesho ambalo lilikuwa linawafikia Waislamu wengi katika mtetezi yoyote wa imani katika historia ya Kiislamu. Mimi nilikuwa mtu Waislamu waliniita pindi wa Kristo walipohitaji kujibiwa, au pindi misheni za Kikristo zilipohitaji kusimamishwa, au watu wanapotaka elimu ya kuongoza midahalo na kushinda. Mimi ndiye nilikuwa mtu nikiitwa katika hayo yote. Jina langu ni Dr. Kabir Ahmadi. Usiku mmoja ambao watu milioni 20 walikuwa wakinifuatilia katika television live, na hapo dunia ikasema lilikuwa tatizo la dharura la kiafya. Nilisimama juu ya kila kitu, ambapo nilikuwa tayari kushiriki kwenye mdahalo bila kujua kuwa mtu niliyetumia miaka 25 kumpinga na kuupinga Ukristo leo imeamriwa kuwa imetosha kwangu. Nashangaa, siku hiyo nilikaa mbele katika meza ya mdahalo. Nilikuwa tofauti kidogo. Ni kama niliona napoteza. Timu yangu iliniambia nitafanya vizuri. Watu wa studio walijiandaa ili kuchukua video. Nilijiandaa kwa mdahalo huu kwa muda wa miezi 4. Nilijiandaa kusambaratisha kila hoja za Kikristo zilizoletwa na Wakristo kuhusu Uislamu, na niliandaa vipengele ambavyo vitavuta wengi kama sio wote kuamini Uislamu. Nilinukuu aya katika Qur'an ambayo nimekuwa nikiitumia pia zaidi ya mara 1000 kwa miaka 25, na kila kitu kilikuwa kichwani. Ghafla nikasimama, sio kwa sababu nilisahau aya, sio kwa sababu ya chochote kile kilichonikatiza, wala sio kwa sababu ya kufeli kwa mitambo, wala sio kwa sababu yoyote ile.
Nilisimama kwa sababu kuna mtu alisimama mbele yangu akiwa na nuru kubwa. Alisimama nyuma ya mchungaji wa Kikristo. Kwa dakika 40 za awali za pambano au mdahalo, nilikuwa tayari nimeshinda. Na mtu huyo alikuwa akiniangalia mimi tu, na mimi peke yangu ndiyo nilikuwa namuona. Na jinsi alivyonitazama, kila kitu nilichokuwa nacho na kujivunia na kukijenga kwa miaka 25, hoja zangu nzito, vitabu, wafuasi wangu milioni 50, umaarufu, ni kama vilipigwa na kitu kizito. Yule niliyesema miaka yote 25 kuwa si lolote alisimama mbele yangu. Mimi Dr. Kabir Ahmad, niliyekuwa mtetezi maarufu wa imani ya Kiislamu duniani. Yesu alikuja studio mahali pa mdahalo. Alisimama nyuma ya mpinzani wangu na aliniangalia, na kamera hazikuweza kuona chochote. Hiki ndicho kilichotokea baada ya usiku ule. Ngoja nikupe taarifa ya kutosha ili uelewe. Niliikariri Qur'ani yote katika umri wa miaka 12 tu. Nilisoma katika chuo cha kidini cha Al-Azhar kilichopo katika mji wa Cairo huko Misri. Ni miongoni mwa vyuo vikongwe na kinachoaminika na kuheshimika sana katika imani ya Kiislamu duniani. Nilipata udaktari wa dini katika kozi ya comparative religion, yani ulinganifu katika masuala ya kidini, ambapo sio tu na ujua Uislamu vizuri, lakini pia niliujua Ukristo vizuri. Niliujua Ukristo, historia yake, mafundisho yake, misingi yake, vitu vinavyoonekana kujificha na kujichanganya. Nilijua mambo ya Kikristo vizuri zaidi kuliko hata Wakristo wenyewe wanavyoyajua. Ndiyo maana nilikuwa vizuri sana katika kusambaratisha hoja za Kikristo. Katika miaka 48 ya maisha yangu kwenye desturi hiyo, nina studio Dubai na makampuni ya video production. Studio ilikuwa kubwa, ilienea Mashariki ya Kati yote. Nilikuwa na wafuasi milioni 50 katika platforms zangu zote. Nina mke mzuri anaitwa Aisha. Nina watoto 3 ambao wamekuwa wakiona baba yao ni moja ya watu wanaoheshimika sana katika sauti za Kiislamu duniani. Nilifanya midahalo na mamia ya wachungaji, wasomi wa Kikristo na watetezi wa imani ya Kikristo kwa miaka 25. Sijawahi kupoteza mdahalo wowote. Mdahalo huo wa siku hiyo ndio ulibadili kila kitu kuhusu maisha ya imani, na ndio ulikuwa mdahalo wa kunitawaza kuwa mfalme wa mtetezi wa imani ya Kiislamu duniani, mdahalo wa kuvikwa taji. Mpinzani wangu alikuwa ni mtu mkubwa na maarufu katika imani ya Kikristo. Alitokea Amerika. Alikuwa na ujuzi mzuri wa kueleza mambo. Topic ilikuwa ni swali ambalo nilishalijibu zaidi ya mara 1000. Yesu ni Mungu au ni nabii tu? Mdahalo huu ulianza kutangazwa wiki kadhaa nyuma. Taasisi mbalimbali za Kiislamu zilipewa taarifa na zilifuatilia live siku hiyo. Nilijiandaa kwa miezi 4 kuhusu maandiko ya Biblia yanayojichanganya, Utatu Takatifu na mambo ya kufa na kufufuka kwa Yesu, na kusema Muhammad amekuja kurekebisha yote haya. Niliandaa kwa ajili ya siku hiyo ya mdahalo. Hata nilipojua kuwa baadhi ya wasomi wa Kikristo wameleta points muhimu katika jambo hilo, na jinsi nilivyofanya mambo muhimu na magumu kuyafanya mepesi mbele ya watu, nilijua mengi niliyoyafanya katika mdahalo yalikuwa sivyo ndivyo, wala hayakuwa sawa kama yalivyo katika Biblia. Nilichoangalia ni kuwashawishi watu kwa namna yoyote wakubaliane na mimi, wakubaliane na Uislamu. Mdahalo ulianza majira ya saa 8 mchana kwa masaa ya Dubai. Mpinzani wangu alikuwa vizuri, lakini mimi nilinufaika na mazingira, maana nipo kwangu
Nina wafuasi milioni 20 walio upande wangu. Nipo katika studio yangu. Nilieleza kwa pointi nyingi, kisha nikahamia katika kusulubiwa kwa Yesu. Huwa naipenda sana hii kuhusu asili ya Yesu. Qur'ani inasema Yesu hakusulubiwa wala hakufa. Kilichotokea msalabani sio yeye. Hivyo Wakristo walitumaini au wanalitumaini jambo ambalo halipo. Nilipoendelea kujenga hoja hapo, ghafla mwanga wa studio ulibadilika. Kamera hazikuona tukio hili wala mtu yoyote mwingine. Hakuona wala hakuweza kuhisi mabadiliko hayo isipokuwa mimi tu. Sikuona chanzo cha mwanga huo ambao ulikaa hapo studio nyuma ya mpinzani wangu. Ndipo nilipomuona mtu kutoka katika mwanga ule amesimama, niliyefanya kila kinyume na Yesu kwa miaka yote 25, niliyesoma Biblia hata kwa asili ya Kigiriki kwa lengo tu la kupata hoja za kumpinga Yesu na Ukristo. Leo amesimama mbele yangu. Leo alikuwa ananiangalia bila kusema chochote. Hakusema kwa sauti ya mdomo, lakini ndani ya moyo wangu nilisikia Yesu alisema, umetumia miaka 25 kunipinga. Umewafanya watu wengi waende mbali nami na waende mbali na ukweli, na kisha unajiita mkweli. Umeyabadili maneno ili wengi wasiniamini. Umedharau sadaka niliyojitoa kwa ajili ya ulimwengu. Umetumia karama na vipawa nilivyokupa kuumiza mioyo ya watu wangu na kuwatenga mbali nami. Yesu aliendelea kusema, leo nimesimama mbele yako ili unione na ujue kuwa kweli nipo. Na uliniuliza swali moja. Aliniuliza swali moja. Je, utaendelea kukataa hata sasa umeniona kwa macho yako? Kisha alinionyesha midahalo moja ambayo niliwahi kuitoa hapo awali. Zilikuwa ni dhaifu, lakini nilitumia hata uongo na kutafsiri vibaya maandiko ili tu kushinda na kuwavuta wengi upande wangu. Niliona wapo waliokuwa na kiu ya kweli ya kumjua Mungu, ya kumjua Kristo, na waliposikia hoja zangu waligeuka na kumwacha Yesu. Niliona katika midahalo yote nilichokusudia sio kutafuta ukweli, bali kwa namna yoyote kutengeneza ushawishi wote wawe upande wangu, hata kwa njia yoyote ile wawe upande wangu wa ukubali Uislamu. Yesu alinionyesha yote haya hata wakati niliokuwa na jihoji mwenyewe juu ya ninayofanya na njia ninayotumia kuwaaminisha watu kuwa si sawa. Hapa kama niliganda nilipokuwa mbele ya kamera ambapo watu milioni 20 walikuwa wakinifuatilia live. Timu yangu iliniambia nimekuwa kimya ghafla kwa sekunde 45. Hawakujua kilichoendelea wala hakuna yeyote aliyeona. Sekunde 45 zimekuwa kiini cha kubadili au cha mabadiliko jinsi yalivyonikuta. Nakumbuka mwongoza mdahalo aliniuliza ikiwa nipo sawa. Nilimsikia kama mtu aliye mbali, ni kama sauti inapokuita ukiwa chini ya maji. Nilielewa na kusikia, lakini sikuwa na uwezo wa kujibu. Mpinzani wangu, mchungaji wa Kikristo ambaye tayari nilishaanza kumshinda kwa dakika 40 za awali, aliuliza ikiwa kuna usalama au tusitishe mdahalo kwa muda kwa ajili ya mapumziko. Alikuwa ni mtu mwenye kujali mwingine. Moyo na sura yake havikuwaza kushinda au kupoteza. Alitazama ubinadamu kwanza, maana katika hali hii mwingine angetangaza ushindi. Nilijaribu kuongea, nilijaribu kurudi kwenye mada, nilijaribu kurudisha kumbukumbu. Aya zilikuwemo kichwani, lakini sikuweza kuzitamka.
Sauti iliporudi ilikuwa kama ni mtu mwingine aliyeona ukweli. Niliongea nusu sentensi kuhusu kusulubiwa kwa Yesu, na baada ya hapo sauti yangu haikutoka tena. Kisha niliona kama pumzi na kata, nikawa nalia. Waliita msaada wa madaktari na matangazo kwenye televisheni yalisimamishwa, na nilisaidiwa kukaa, na bado nilikuwa namuona mtu yule, japokuwa si sawa na maono ya mwanzo, bali kama kivuli chake. Muda huo timu ya wauguzi ilitangaza kuwa Dr. Kabir Ahmadi amepata tatizo la kiafya la dharura la matatizo ya upumuaji, hivyo matangazo yamesitishwa kwa ajili ya afya yake. Nilichukuliwa hadi hospitali. Madaktari wamepima vipimo vyote, hakuna tatizo. Asubuhi iliyofuata waliniruhusu kurudi nyumbani. Aisha alikuwa akisubiri nyumbani. Aliandaa chai kisha aliniuliza, kimetokea nini huko studio? Nilimwambia sipo tayari kuongelea hilo kwa sasa. Alikubali. Niliingia ofisini, nilifunga mlango. Niliziangalia hoja nilizoziandaa zaidi ya 1000 na vitabu 4 nilivyoandika kwa mkono wangu, jinsi ya kusambaratisha hoja za imani ya Kikristo. Siku ya pili baada ya kutoka hospitali, nilisoma Biblia ofisini kwangu. Safari hii sikusoma kutafuta udhaifu, bali kujua ukweli na kuacha neno lijitafsiri lenyewe. Nilichogundua, jumbe hizo zilikuwa na maana tofauti na ile niliyokuwa naisema kwenye midahalo kwa miaka yote 25. Niliposoma Biblia niligundua kuwa nilikuwa nakosea katika maeneo mengi: kufa na kufufuka kwa Yesu, uungu wa Yesu, na kwamba Agano Jipya limechakachuliwa sana, haliwezi kuleta ukweli wowote. Nimegundua maneno ya Yesu inahitajika hekima kubwa kuweza kuyaelewa. Nimekaona aibu baada ya kujua ukweli huu, na hoja nilizojenga nilisoma kwa siku nyingi. Niliangalia shuhuda za Waislamu, wanaume kwa wanawake, kutokewa na Yesu ni vile vile mtu yule yule kama aliyenitokea mimi studio. Siku ya 11 baada ya mdahalo, nikiwa ofisini kwangu majira ya saa 2 usiku, Aisha alilala. Nyumba ilikuwa kimya. Nilisoma sana na nilijiuliza, nitafanyaje na ukweli huu? Kumbe alikuwepo Yesu hapo. Safari hii alikuja bila mwanga. Aliniangalia nikiwa naangalia vitabu nilivyoandika kumpinga yeye, vitabu walivyoandika wasomi wengine wa Kiislamu vya kumpinga Yesu, ambavyo nimevitumia mara kadhaa kunukuu hoja za kushinda katika midahalo. Yesu aliniuliza, unasubiri nini? Nilimjibu, naogopa. Niliwaza juu ya yote niliyoyafanya: wafuasi milioni 50, vitabu nilivyoandika, studio, mke wangu Aisha, watoto wangu, hasa mdogo binti yangu Mariam, ambaye amekuwa akimwona baba yake ni mshindi na shujaa siku zote. Niliwaza kuhusu baba yangu Imam aliyestaafu katika mji wa Mumbai, ambaye ameyatoa maisha yake katika Uislamu, na alichojivunia ni mwanaye kuwa mtetezi mkubwa wa imani ya Kiislamu duniani. Yesu alinijibu, hayo yote najua, na kuuliza sio kwamba gharama ya kuitafuta au kuutafuta ukweli ni ndogo. Najua jinsi itakavyokugharimu, na kuuliza kwa sababu ukweli una thamani ya gharama. Gharama uliobeba ya kujua ukweli ni kutosema kwa muda wote huo na kutoisema kwa muda wote huo. Uzito wa unachokijua ni mkubwa kuliko uzito wa unachokiogopa. Nilinyanyuka kutoka kitini. Ghafla nikajikuta nimepiga magoti na nikajikuta naomba, tofauti na miaka yote 48 ya maisha yangu katika Uislamu. Nilisema, nilikosea kwa miaka mingi. Nimeongoza mamilioni ya watu upotevuni, mbali na wewe. Naamini wewe ndiwe njia. Niliendelea kusema, mimi ni wako.
gharama yoyote itakayonipata kwa kukufuata wewe, na inipate. Mimi ni wako. Ghafla amani iliingia moyoni mwangu kuliko wakati wowote. Niliomba mara 5 kwa siku kwa miaka mingi. Hija, ibada za Ramadhani. Hakuna amani iliyofikia kiwango nilichoipata siku hiyo. Hii ya kumkiri Yesu ilikuwa ni imani kubwa na ya kutosha. Nilifanya hili katika ofisi yangu, nikiwa peke yangu ofisini. Miezi 4 iliyofuata ilikuwa mibaya sana kwangu. Sikuweza kuacha desturi za kale mara moja. Waislamu waliendelea kunitumia jumbe za pole, upone haraka. Kila nilipojaribu kukaa katika benchi la mdahalo kuupinga Ukristo, sikuweza. Nilikuwa naomba kwa Yesu kila siku anipe hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Siku moja nilimwalika mchungaji na nilimwachia aongee bila kumkatiza wala kumjibu kwa dakika 30. Timu yangu ya studio haikufurahishwa na jambo hilo. Mchungaji alieleza kwa dakika 30 kuhusu Yesu ni nani, amefanya nini na kwa nini yeye ni muhimu. Nilitulia na kusikia, kisha mwishoni nikasema tu, hizi zinaonekana kuwa ni pointi au hoja muhimu. Kauli hiyo ilichukuliwa kama nimekiri Ukristo. Maswali yalikuwa ni mengi. Waliniita jamii ya Kiislamu kuniuliza ikiwa bado naamini Yesu ni nabii tu. Nilikaa muda mrefu bila kujibu. Ukimya ulikuwa ndio jibu langu. Mkutano ulivunjika mara moja na nikaitwa niliyepotea. Wafuasi milioni 50. Jina na nafasi niliyojenga katika Uislamu vilitenguliwa ndani ya masaa 24. Niliona wafuasi walioondoka kwenye akaunti yangu kupitia simu yangu. Kisha Aisha alikuja. Ilikuwa ngumu kueleza. Aisha alisimama mbele yangu, karibu yangu, katika sebule ya nyumba yetu. Alisema, niambie ukweli wote leo. Nilimweleza kila kitu. Alisikia kwa makini bila kunikatiza. Nilitarajia angelia, lakini haikuwa hivyo. Nilipomaliza alisema, kwa nini umenidanganya kwa muda wote huo? Usiniambie. Alisema, umeharibu kila kitu. Aisha, nimekuwa naye kwa miaka 23. Nilimwambia zaidi ya mara moja kuwa tunachokifanya ndio ukweli, lakini leo nimekuja nikiwa tofauti. Nilimwambia, nisamehe kwa kukuletea maumivu, lakini kwa kuupata ukweli huu sitokuomba msamaha. Nipo tayari kukupa chochote ili na wewe ujue ukweli huu. Aisha alidai talaka yake. Ndani ya mwezi mmoja ilikamilika. Familia yangu mwenyewe, wanangu wa kiume na Aisha mke wangu na binti yangu Mariamu aliyekuwa mke wangu walitoa taarifa za kunidhihaki na kunidharau, isipokuwa mwanangu Mariamu mdogo ambaye alikuwa na miaka 16. Yeye peke yake hakusema mabaya kunihusu mimi. Mwanangu wa kwanza wa kiume ana miaka 22 na wa pili ana miaka 19. Mariamu alisema tu, baba, nakupenda. Sijaelewa kinachoendelea sasa, lakini naamini upo salama. Baba alitoa taarifa kupitia msikiti anaosali kwa miaka 40 amekuwa akiutumia. Alisema, kuanzia leo mwanangu niliyemlea mimi amekufa. Baba yangu alisema atatafuta kijana mwingine wa kuziba nafasi yangu. Hana mtoto tena anaitwa Kabir. Siku iliyofuata niliondoka Dubai Alhamisi. Sitakwambia niliondokaje, wala sitasema nipo wapi kwa sasa. Ninachoweza kukuambia ni kuwa nipo katika nchi za magharibi. Natumia jina jingine. Vitu vyangu vyote vilichukuliwa na kufungiwa hata kabla sijaondoka Dubai. Pamekuwa na watu wengi wakitafuta kuniua. Nimekutana na amani kuliko wakati wote katika maisha yangu huku niliko. Mimi ni mtu niliyepoteza taaluma yangu,
nimepoteza familia, nimepoteza nchi, nimepoteza mali na pesa, nimepoteza umaarufu, nimepoteza jamii rafiki ya watu milioni 50. Vijana wangu wa kiume wote hawataki kuongea na mimi. Binti yangu anaishi sasa katika familia ambayo anaambiwa baba yake ni gaidi. Ana miaka 16. Siwezi kumfikia kwa sasa nimwambie ukweli. Nimeliona kanisa huku niliko na huwa naenda kusali. Nakaa nyuma, hawajui mimi ni nani, nilikuwa nani, nimetoka wapi, lakini wamenipokea. Na nipo najifunza vitu vingi kuhusu imani ambaye nilitumia miaka 25 kuipinga. Nina vitu vya kusema, tafadhali mnisikilize. Kwa wale mamilioni ya watu ambao walinifuata mimi, walifuatilia midahalo yangu, waliosoma vitabu vyangu, na ambao kwa namna yoyote wameenda mbali na Yesu kwa sababu ya midahalo au ushawishi wangu, na kwa wote katika mitandao yangu yote ya kijamii, ninaomba mnisamehe. Sina neno kubwa la kusema zaidi ya kusema mnisamehe kwa yote niliyowafanyia miaka 25, hata yakawapeleka mbali na Yesu, mbali na ukweli. Nilijenga ukuta wa kuwafanya msiuone ukweli, msimwamini Yesu. Nilitumia vibaya vipawa alivyonipa Mungu. Mnisamehe kwa sababu nilijua namtumikia Mungu, kumbe sio. Yawezekana wengine hata sasa bado mpo upande wa pili wa ukuta huo, mpo gizani. Ninawaomba mfikirie tena vizuri. Msitegemee hoja wala msizitumaini hoja zozote nilizozijenga. Hoja zangu nilizitengeneza kuwavuta au kuvuta ushawishi wa watu, sio kuzingatia ukweli. Msitegemee hoja yoyote niliyojenga. Fanyeni kama mimi nilivyofanya. Mtafute Yesu mwenyewe, tafuta ukweli mwenyewe. Usijawe na chuki za kupandikizwa. Muulize Mungu akuoneshe njia, akuoneshe ukweli, akuoneshe Yesu ni nani. Kama alivyonionyesha mimi, atakuonesha na wewe. Kwa wasomi wa Kiislamu na watetezi wa imani, wanaume kwa wanawake, mnaofanya kazi hiyo sasa, ambayo mimi nilitumia muda wangu wa miaka 25 kuifanya, ninayasema haya kwa heshima kubwa ya elimu zenu na imani yenu kwa kile mnachokiamini, kwa sababu najua toka ndani kabisa jinsi gani mambo haya yanavyoendeshwa. Niwaulize, je, mmewahi kumwona Yesu akiwatokea na kuwafunulia yeye mwenyewe? Sio kumsikia kwenye hoja za wanaomwamini, bali yeye mwenyewe kuwatokea. Unaweza ukadhani kama ni swala la mtu aliyopotea, lakini nawasihi, geukeni na muutafute ukweli. Muda wa kubadilika ni sasa, wakati bado uko duniani. Tumieni maisha yenu kutazama maisha yangu kama darasa kwenu. Mmenijua kwa kujenga hoja nzito dhidi ya yoyote yule aliyekuja mbele yangu kwa ajili ya mdahalo. Mnanijua leo nipo kwa Yesu, basi jifunzeni kwa hilo. Yesu ambaye nilitumia miaka yote kumpinga, leo nimekuwa mfuasi wake. Tazameni upya, jifunzeni upya, tafuteni ukweli. Kwa mchungaji ambaye alikubali mwaliko wa mdahalo na kuja, sijajua kama utauona ushuhuda huu wala ujumbe huu. Niseme, utayari wako wa kufanya mdahalo tena katika studio yangu mbele ya wafuasi wangu, na bado uliwakilisha imani yako kwa kujiamini sana. Ulifanya jambo kubwa wakati mimi nilitazama kushinda, wewe ulitazama kujenga, kuokoa. Naamini uthabiti wa imani yako umechangia Yesu kuja kuniokoa siku ile. Kwa mke wangu Aisha na wanangu, najua kuwa Aisha na vijana wangu wa kiume hawataiona hii, lakini Mariamu, ikiwa ushuhuda huu utakufikia,
Nataka ujue kuwa wewe umekuwa mtu wa kwanza ninayekuombea kila siku asubuhi, na ni mtu wa mwisho ninayekuombea kabla ya kulala. Ni wewe mwanangu Mariam. Una miaka 16 na unaishi ndani ya stori ya uongo kuhusu baba yako eti ni gaidi. Stori ya baba yako ni hii. Baba yako amepata ukweli ambao umemgharimu kila kitu. Naomba siku Yesu akutokee kama alivyonitokea mimi, ili akuokoe na uijue kweli wewe mwenyewe. Kwa kanisa lile lililonipokea katika mji ule, mmekuwa na mtu ambaye kila Jumapili ukaa nyuma na bila kumjua mlimpokea na mkamfanya familia, na washukuru. Nitawaambia mimi ni nani siku mambo yote atakapokuwa salama. Kwako Yesu uliyenitokea studio nikafanya kazi ya kukupinga kwa miaka 25, wala hukuniua. Uliniuliza swali ambalo nalijibu hadharani sasa kwa watu wote dunia na isikie. Ndiyo, na kuona. Najua wewe ni kweli upo. Sitakukana tena. Wewe ni niko ambaye niko. Wewe si nabii kama nilivyoaminishwa. Wewe ni yule unayewatuma manabii. Wewe ni neno. Wewe ni njia, kweli na uzima. Mlango pekee ni wewe Yesu. Asante kwa kunifungulia mimi baada ya kuishi katika miaka 25 ya upotevu. Mungu awabariki wote. Amen.